mambo usiyoyajua kuhusu kipochi manyoya. Mambo usiyoyajua kuhusu uke. Jambo la kwanza, unahitajika kujua jamani, uke ni kama mpira. Sawa Ni elastic. Sawa Uke umeundwa na misuli mithili ya mpira, yani mfano wa mpira, ama iko elastic, inaweza kuvutana, ambapo misuli hiyo ina uwezo wa kuvutika na kurudi katika hali yake ya mwanzo. Mfano, kwa mwanamke yeyote wakati wa kujifungua. Sawa muda mwingine utapata mwanamume anakuambia kwamba uke wa mke wangu umetanuka. Sawa Uke kutanuka inasababishwa na mwanamke kujifungua. Uke unatanuka. Lakini na uke pia unalegea misuli. So hapa kwenye uke kutanuka, utatanuka kweli, lakini kutokana na wewe kufanya vitu fulani fulani, ule uke una uwezo wa kurudi katika hali yake sawa, ili mwanamume wako ama mume wako mnapokuwa katika 6-kwa-6 bedini, mkifanya mambo yenu, anapata ile raha ambayo ilikuwa anaipata kabla ya wewe kujifungua. Sawa Kuna tofauti ya misuli kulegea na uke kutanuka. Hilo ni somo ambalo tayari nimeshalipeana. Kitu ambacho nataka kukiweka wazi na nataka wewe ukifahamu kwa upana zaidi ni kwamba uke ni kama mpira ama elastic. Yani unaweza kuvutika na ukarudi katika hali yake sawa. Sawa Kitu chengine, uke ni kama fingerprint. Yani kila mwanamke ana uke wake wa kipekee. Uke wangu mimi hautakuwa sawa na mke wako ama mwanamke wako. Kama vile ambavyo fingerprint za vidole viko tofauti. Sawa Uke wa Mash Baby hauwezi kuwa sawa na uke wa Joyce, uke wa Amina. Kwanza kimuonekano, kimuundo, na kikubwa zaidi mpaka ladha. Kwa hivyo kila uke na fingerprint zake. Kitu cha tatu, uke. Hakuna uume usioweza kutoshea ukeni. Jinsi ilivyo ni kwamba uke una kina kirefu zaidi kuliko saizi yoyote ya uume. Kwa maana hiyo hakuna uume usioweza kutoshea vizuri kwenye uke wowote. Sawa Kwa hivyo wewe mwenye wasiwasi kwamba mimi na kibamia sijui, hapana. Kunao uke ambao unatoshea perfectly na hicho kibamia chako. Na wewe mwenye jaa la ng'ombe, kunao uke ambao una fit perfectly na hilo jaa lako la ng'ombe. Kwa hivyo hakuna uume wowote usioweza kutoshea ukeni. Jambo jingine nataka kuzungumzia kuhusiana na discharge ukeni. Wewe mwanamke unaitoa discharge ukeni ni kawaida jamani. Kwa sababu katika hali yoyote ya kawaida ya kipochi manyoya ya uke ni lazima uwe unatoa ule ute. Yani discharge. So kutoa zile discharge inasaidia uke kuwa na afya, na bora tu ujue kwamba kila kinachotokana ama hizo discharge zinazotoka kwenye uke wako, kukiwa na tofauti wowote, kwa sababu nilishazungumzia kuhusiana na discharge ambazo zinatoka ndani ya uke. So uke ambao ni healthy, ute ambao utautoka ni kama ule wa mayai. So ukiona ute kama ule mzito wa kunata wa kuvutana ni kawaida jamani. Lakini
unahitajika kujua differences, kwa sababu sio kila discharge ambayo inatoka kwenye uke wa mwanamke ni ugonjwa. Lakini zipo discharge ambazo zinaweza kutoka ikawa ina harufu kali, rangi imegeuka. Kuna mwingine atatoa discharge ya rangi ya brown, discharge ya rangi ya kila mtu anatoa discharge tofauti tofauti. So ukiona yako inatoa na harufu kali, tafadhali pata ushauri wa daktari. Uke pia una msisimko, na hili ni jambo ambalo ilikuwa nawaambia nyinyi wanaume, lakini hamutaki kuelewa. Raha ya mwanamke haiko ndani, iko pale juu. Ile clitoris, sawa, ina mishipa mingi ya fahamu kuliko uke wote wenyewe, na ndiyo maana asilimia kubwa ya wanawake hawawezi kufika kileleni kwa kufanya tendo la ndoa peke yake. Sawa, ni lazima umtomasi, ni lazima uchezee hiyo sehemu hapo ya hiyo ya kiharagwe. Ichezee hiyo sehemu na mwanamke anafika kileleni haraka sana. Na hiyo sehemu, hili ni jambo jingine ambalo pia unafaa kulijua. Hiyo sehemu ya kiharagwe ni kikubwa kuliko unavyofikiria. Kwa kuangalia kwa macho, hicho kiharagwe, hiyo clitoris, kinaonekana kidogo, but kitaalam ni kwamba sehemu kubwa ya hiyo sehemu ya kiharagwe imejificha ndani kwenye nyama za uke. Kwa hivyo sio rahisi sana wewe kuiona. Jambo jingine ambalo unahitajiwa kujua, msikilizaji, ni mkojo hautokei ukeni. Mkojo hutokea kwenye tundu maalum ambayo ipo sehemu ya juu ya tundu ya uke. Yani kitaalam hiyo tundu inajulikana kama urethra. So usidhani kwamba panapotoka mkojo ndio pale panapotoka hapana. Panapotoka mkojo tundu yake iko sehemu nyingine, panapotoka period sehemu yake iko nyingine. So ni lazima ujue uke kiundani zaidi. Kwa hivyo ule mkojo unaotoa unatoka kwenye urethra. Ute wa uke, sawa, do you know ute wa uke unaotolewa na mwanamke unaweza kutoboa chupi? Kwa sababu ule ute huo una acid. Sawa, so ule ute ambao una acid ukigusana na chupi, ukigusana na suruali kwa muda mrefu, trust you me, ndio maana ukiangalia suruali zingine za wanawake zimeanikwa nje, lakini pale katikati kuna kama kuungua fulani, kuna kama kuchomeka fulani. Kwa sababu gani? Ule ute umegusana na hiyo suruali kwa muda mrefu. So kutokana na hiyo suruali kugusana na ule ute kwa muda mrefu, unasababisha chupi kubadilika rangi, hasa pale katikati. Kote utaiona kama ni nyeusi, kama ni nyeupe, kama ina kinjano, utaiona kote ina rangi yake ya asilia, lakini pale katikati pale inabadilika. Kama ni nyeusi imekuwa nyeupe, kama ni buluu imekuwa nyeupe. Yani inabadilika rangi kutokana na ile acid ambayo inapatikana kwenye ute. Na ukiendelea zaidi utaona suruali ni mpya, lakini pale katikati imetoboka kwa sababu ya ule ute ambao unagusana muda mrefu na suruali. Kitu cha mwisho ambacho unahitajika kukifahamu kuhusiana na uke. Jamani, uke unajiosha wenyewe. Uke kama uke unajiosha. Kama ulikuwa hujui, sasa hivi lijue. Wewe ambaye unaosha uke wako, unaosha kipochimanyoya kwa kutumia sabuni, unajiweka katika hatari ya kuwa na uke ambao utanuka, kwa sababu sabuni zina kemikali. Zile kemikali zinaenda kuua wale bakteria wazuri walioumbwa kulinda kipochimanyoya. Sasa wewe osha na sabuni, kesho na kesho kutwa unafanya fungus, unatoa majimaji, unaanza kuwa na kipochimanyoya ambacho kinatoa harufu. Uke hauoshwi kwa maji ya moto, unalegeza misuli. Uke unajisafisha wenyewe, na wala usiwahi kuingiza vyuma sijui kusafisha uke. La,
nenda chooni, nilikufundisha jinsi ya kusafisha kipochi manyoya kwa kutoa manii. Iwapo mume wako itakuwa amelala na wewe alafu manii akaingiza na kumwaga ndani, huna haja ya kuosha na maji ya moto, huna haja ya kuosha na sabuni, huna haja ya kukipaka marashi kipochi manyoya. Kipochi manyoya kama uke una asili, una tabia, una hulka ya kujisafisha wenyewe. Sawa?